Haleluya. Unaweza kuketi mwana wa Mungu katika uwepo wa Bwana. Yeye Mungu ni mzuri sana. Yeye Mungu ni mwenye nguvu zote. Yeye Mungu anatupenda sana. Yeye Mungu anatujali mno. Yes, Lord. Yes, Lord. Ni siku ambayo Mungu ametupa mimi na wewe ili tuweze kuweko hemani mwake, tujifunze maneno yake angalau tupate kupata mwangaza na nuru, dira na mwelekeo wa kuweza kutufikisha mahali fulani kwenye maisha ya rohoni, lakini pia na maisha ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila jambo ambalo mwanadamu analitazama na Mungu pia analitazama. Hakuna anayetamani jambo liishie mahali pabaya, sio Mungu na wala si wanadamu. Ukiona wanadamu ambao wanatamani mambo mazuri yaishie pabaya, basi wao hawajambeba Mungu muumba mbingu na nchi. Umembeba yule Mungu mwingine ambaye yeye ujio wake ni kwa ajili ya kuharibu, kwa ajili ya kuua, kwa ajili ya kuchinja. Lakini Mungu Jehova aliyeumba mbingu na nchi amekuja ili tuwe na uzima na kisha tuwe nao tele. Sio tu uzima wa mwili, sio tu uzima ule wa milele wa baadaye, lakini ni uzima wa kila jambo ambalo yule anayemtazama Mungu na kumtegemea Mungu analiishi kwenye maisha yanayompendeza Mungu. Leo tujifunze vitu vichache sana kwa habari ya nguvu ya damu na mwili wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya damu na mwili wa Yesu Kristo. Iko nguvu kwenye damu ya Yesu na iko nguvu kwenye mwili wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii nguvu inayoelezewa kwenye damu, au tunapata maana halisi ya kushiriki meza ya Bwana au ushirika mtakatifu. Tunaposhiriki meza ya Bwana, tunashiriki kukumbuka mambo kama mawili ambayo tutakwenda kuyaelezea, na tutajifunza, tunajikita kwenye mambo hayo mawili ambayo yanaonekana yanadhihirishwa kwenye kushiriki meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni jambo takatifu, na meza ya Bwana inabeba alama ya damu ya Yesu Kristo, yani kikombe, na meza ya Bwana inabeba mwili wa Yesu Kristo, yani mkate. Lakini imo nguvu kwenye hiyo meza ya Bwana, yani damu ya Yesu na mkate ambao ni mwili wa Yesu Kristo. Tunaposhiriki
tukiwa tumemaanisha kwenye kushiriki kwetu na tukiwa tumebeba picha halisi ya damu ya Yesu Kristo na ule mwili wa Yesu Kristo, imo nguvu ndani ya huu mwili wa Yesu Kristo na hii damu ya Yesu Kristo ambayo inaachiliwa kwenye maisha ya mtakatifu wa Mungu. Ukisoma maandiko Yohana 15 mstari wa 13, Yohana 15 mstari wa 13, neno la Mungu linasema maneno haya. 15:13 anasema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. 14, nanyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Lakini natamani tutazame kwa habari ya mtu anayeutoa uhai wake. Mtu ambaye anatoa mwili wake na damu yake kama kafara, kama sadaka, na kuitazama nguvu iliyomo ndani ya hiyo damu na huo mwili, ndani ya huo uhai anaoutoa. Anaposema hakuna rafiki mwingine, hakuna upendo mwingine kuliko huu, rafiki anayeutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yaani yuko mtu ambaye anautoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Mimi ninachokitazama na nilichokitafakari, ule uhai unaotolewa kwenye damu na kwenye nyama, kuna uhai, na huo uhai ndio anayeutoa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na hautoi tu huo uhai kwa ajili ya mwili huu tu, anautoa huo uhai kwa ajili ya maisha yako, ya familia yako, kwa ajili ya uchumi wako, kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya ndoa yako. Yeye anautoa huo uhai kwa ajili yako. Tunaposhiriki meza ya Bwana kwenye maisha yetu kama watakatifu, ni ibada kamili, ni ibada takatifu, ni ibada inayobeba dhima ya kukumbuka mauti ya Yesu Kristo aliyejitoa msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Ina dhima ya kukumbuka ule uhai uliotolewa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Asema hakuna upendo mwingine kuliko huu, mtu anayeutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Maana yake ni nini? Anautoa uhai wake aliyokuwa nao ili awape uhai wasio na uhai. Shika, unanielewa mwana wa Mungu? Kwa hiyo kumbe, tunaposhiriki meza ya Bwana, tunaposhiriki mwili na damu ya Yesu Kristo, tunashiriki uhai, uhai wa Yesu Kristo, uhai wa Mungu tunaushiriki ndani yetu. Maana yake ni nini kama nashiriki uhai? Maana yake ni kwamba kama kuna mahali popote kuna roho ya mauti, mauti inaondoka kwa sababu nashiriki uhai. Shida tu inakuja pale kwenye imani.
Umejikita vipi kwenye kuamini kile unachokishiriki? Lakini ninaposhiriki meza ya Bwana, ninaposhiriki kikombe, damu ya Yesu Kristo, ninaposhiriki mkate, mwili wa Yesu Kristo, nashiriki uhai uliomo ndani ya Kristo Yesu, katika damu yake, katika mwili wake. Uhai nikiushiriki katika hali ya kuamini kwamba nashiriki meza ya Bwana. Kuna mahali, kuna kwenye uchumi wangu, kwenye ndoa yangu, kwenye biashara yangu, kuna sehemu ambapo vizuri kuna mauti imeanza kutangazwa, imeanza kujichomoza. Lakini ninaposhiriki damu na mwili wa Yesu Kristo, natangaza uhai kwenye mahali fulani. Mwana wa Mungu, utaona matokeo. Anasema hakuna upendo mwingine kuliko huu, mtu anayeutoa uhai wake kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wazee wetu zamani walikuwa anasema amenilipia deni. Lile deni lilikuwa yatangaza mauti. Lile lilikuwa nataka uhai wako. Deni uliokuwa unadaiwa na adui lilikuwa inadai uhai wako kwenye kila kitu chako. Nilikuwa namwambia mtu mmoja, nimwambia adui anacheza na mambo matatu makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anacheza na afya yako, anacheza na uchumi wako, anacheza na uhai wako. Na hivi adui kwa mtu ambaye hajaokoka ana uhalali naye. Anapambana na wewe kwa habari ya afya yako. Anapambana na wewe kwa habari ya uchumi wako. Ayukosa kwenye afya, anakutafuta kwenye uchumi. Afya unayo, lakini uchumi ni mbio, yani uchumi umekukimbia. Ayukosa kwenye afya na uchumi, anakutafutia mahali ambapo atakupiga kipigo kibaya sana, mauti ya kukuondoa. Lakini mwanaume Yesu anasema hivi, haleluya, anasema hakuna upendo mwingine kuliko huu, mtu anautoa uhai. Yaani hili jambo limenifurahisha sana, kwamba kumbe sina haja ya kuhangaika kwenda kwa Kalumanzira, kwenda kwa Shehoza, kwenda si kwa nani, si kanani, si kanani. Mimi atakuwa nishikamane na Yesu ambaye aliutoa uhai wake uje kwangu. Alijitoa sadaka kuniondolea deni ili mimi niwe na huo uhai ndani yangu. Tunapokumbuka mauti ya Yesu Kristo, tunapokumbuka ushindi aliotuletea wa kufufuka siku ya tatu, tufahamu jambo moja. Jambo la kwanza, tunaposhiriki meza ya Bwana, kumbukumbu yetu itupeleke kwenye mambo mawili. Jambo la kwanza, kukumbuka kwamba ni mapenzi ya Mungu yenye mamlaka ya kutuchagua. Yaani unaposhiriki meza ya Bwana, ukumbuke kwamba ni kwa sababu tu alikuchagua. Wewe ni mmoja wa wale marafiki
waliotajwa na yeye kwenye kitabu cha Mathayo, kwenye kitabu cha Yohana 15:13, wewe ni mmoja wa wale marafiki. Amekuchagua. Huo uhai aliyoutoa kwa ajili yako, sio kwa ajili ya ulimwengu wote, kwa ajili ya wale ambao amewachagua. Kwa hiyo unaposhiriki mwili na damu ya Yesu Kristo, kumbuka jambo muhimu sana na jambo la thamani kwenye maisha ni kwamba Mungu alinichagua. Amenitoa kwenye ukoo ambao yaani kwenye huo ukoo ingekuwa vinginevyo nisingetoka. Lakini kwa mauti yake, kwa damu yake na mwili wake akanichagua niwe sehemu yake. Tambua Mungu amekuchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposhiriki mwili na damu ya Yesu Kristo, mahali popote mwana wa Mungu, sehemu yoyote mwana wa Mungu, tambua ya kwamba ni kwa sababu alikuchagua. Kuna wengine hawajachaguliwa ndio maana hawashiriki Bwana, lakini wewe umechaguliwa na Mungu. Jehova amekuchagua uwe mtoto wake, uwe rafiki yake, ndio maana unaingia kwenye kushiriki damu yake na mwili wake ili ulete uhai ndani yako. Kuna wengine wanaumwa, kuna wengine wana shida, kuna wengine wana taabu na matatizo mbalimbali, lakini tu kwa sababu hawajachaguliwa bado. Na wakati mwingine wamechaguliwa kwa sababu uchaguzi wa Mungu ni wa hiari. Anakwambia njoo, kama unataka sawa twende, kama hutaki rudi nyuma. Lakini watu wako tayari, wanajikaza kisabuni. Waswahili wanasema wanajikaza kisabuni na shida zao. La, wanaambiwa njoo hapa, yuko Yesu anayefanya miujiza. Njoo, ametoa uhai wake ili aurejeshe kwako. Njoo upokee uhai. Anasema mimi nina mganga wangu. Anasema dhambi bado tamu. Anasema yani mambo ya duniani bado mazuri. Sikiliza mwana wa Mungu, achana mambo ya dunia. Njoo kwa Yesu mwenye uhai, aachilie uhai ndani yako. Tusimame kwa huyu Mungu. Ukisimama naye huyu Mungu, akiachilia ule uhai aliyoutoa kwa ajili yako ndani yako, mambo yako yanaenda sawa sawa. Mambo yako hayaendi kinyume nyume. Mambo yako yanasonga mbele kwa sababu ameingia ndani yako mwenye uhai. Mauti haitakuwepo tena. Damu ya Yesu na mwili wa Yesu Kristo, tunapoushiriki umebeba dhima ya kukumbuka kwamba yeye ndiye aliyotuchagua, na kukumbuka ya kwamba katika waliochaguliwa na wewe ni mmoja wapo. Anasema hivi, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. 14 twende nikuonyeshe kitu fulani. Anasema hivi, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Shika wanaelewa mwana wa Mungu neno la mwisho hilo. Mkitenda nini? Ni waamuruyo. Ili kwamba uhai wa Yesu Kristo uliotolewa, inaposhiriki meza ya Bwana, inaposhiriki mwili na damu, ili niweze kuona matokeo ya uhai ndani yangu, na nipasa nikae kwenye kutenda anayoniamuru Kristo Yesu aliye hai. Nitembee kama anavyotaka yeye nitembee. Lo, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Anko nipe nguvu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaposhiriki mwili na damu ya Yesu Kristo, tujue ya kwamba ndani ya hiyo damu
ya Yesu Kristo na huo mwili wa Yesu Kristo kuna uhai, na huo uhai sio tu wa eneo moja, ni wa maeneo yote ambayo Mkristo anaishi sawasawa na Mungu anavyomwamuru. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen, haleluya. Kwa hiyo tunapaswa kutembea, tunapaswa kuishi kwenye maisha ambayo yanaonyesha. Anko, nipe nguvu tena, naona kama ndo umeiondoa kabisa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunaposhiriki meza ya Bwana, mambo haya muhimu. La kwanza, tambua ya kwamba Mungu amekuchagua. Ukisoma Efeso 1 mstari wa 4 na ule wa 5, Efeso 1:4-5, kwamba Mungu amekuchagua. Mungu amenichagua, amekuchagua, amenichagua. Efeso 1 mstari wake wa 4 na wa 5, neno la Mungu linasema hivi: kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana wa Mungu ametuchagua. Yesu amekuchagua. Unaposhiriki meza ya Bwana, unaposhiriki mwili na damu ya Yesu Kristo, tambua jambo hili kwamba Mungu amekuchagua. Kuna wengine ambao hawajachaguliwa bado, hawawezi kushiriki, lakini wewe unashiriki, na unaposhiriki ndani ya huo ushirika kuna uhai uliotolewa kwa ajili yako. Anasema hakuna upendo kwingine kuliko huu, mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Mungu aliutoa uhai wake kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoingia kushiriki damu na mwili wa Yesu Kristo, tambua jambo hili kwamba Yesu alikuchagua ili auweke uhai wake ndani yako. Alikuchagua ili awekeze uhai kwenye familia yako, awekeze uhai kwenye ndoa, awekeze uhai kwenye biashara, kwenye uchumi, awekeze uhai kwenye afya yako. Amekuchagua, amenichagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukisoma Warumi 8:28, Warumi 8:28, neno la Mungu linasema hivi. Warumi 8:28, neno la Mungu linasema hivi: maana wale aliyowajua tangu asili aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Amekuwa mzaliwa wa kwanza. Na unajua maana ya mzaliwa wa kwanza? Huyu mzaliwa wa kwanza anasema kwenye Yohana 15:13, yeye anautoa uhai wake kwa ajili ya wadogo zake wanaokuja. Shikama unaelewa hiyo kitu, mwana wa Mungu. Kaka Jesus, kaka Yesu ametoa uhai wake kwa ajili yangu mimi, kwa ajili ya mdogo wake wewe. Yeye kama mzaliwa wa kwanza ameutoa uhai wake kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Mwana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio gharama inayowapata wazaliwa wa kwanza kwenye familia zetu.
Na huu ndo mfano na kielelezo ambacho mzaliwa wa kwanza atakiwa akiishi, kwa sababu picha ya mzaliwa wa kwanza ndio picha ya wanaomfuata huko nyuma. Wapoje? Wataishi vipi? Shika, unaelewa mwana wa Mungu? Haleluya! Lakini tunamzungumzia mzaliwa wa kwanza, Yesu Kristo, ambaye alitoa uhai wake, alitoa damu na mwili wake ili mimi na wewe tuwe na uhai, ili mimi na wewe tuwe na uzima, ili mimi na wewe tuwe watu wa kufananiana na mbingu takatifu ya Mungu. Huyu mzaliwa wa kwanza Yesu anasema, ninakwenda kuwaandalia makao ili nilipo mimi na ninyi muwepo. Haleluya! Haleluya! Maana yake ni nini? Aliutoa uhai wake. Huo uhai wake una uwezo wa kutengeneza uhai wa maisha matakatifu yenye kumpendeza Mungu Baba, ili mwisho wa siku kule alipokwenda kuandaa makao na wewe na mimi tuwepo. Uhai, uhai, uhai kwenye meza ya Bwana, kwenye ushirika mtakatifu, kwenye mwili na damu ya Yesu Kristo kuna uhai ulioachiliwa, uhai wa damu, uhai wa mwili wa Yesu Kristo, kuna uhai ndani yake. Yohana 1:11 anasema, basi wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto. Wote wenye ushirika na kaka yao, wote wanayefuata tabia na mwenendo wa kaka yao, wote walio tayari kukaa ndani ya kaka yao Yesu Kristo, wao wamefanyika kuwa wana. Na kwa sababu ni wana na kaka yao wameutoa uhai kwa ajili yao, na wao wanakuwa na uhai ndani yao. Sijui ni sehemu gani ambayo haina uhai. Sijui ni eneo gani ambalo kwako unaona halina uhai. Lakini yuko mwanaume Yesu ametoa uhai wake kwa ajili ya hilo eneo, kwa ajili ya hiyo sehemu. Wapi kumelegalega? Sehemu gani imekuwa haiendi sawa? Tabia gani kijana imekukamata inakuondoa kwenye mfiriliko wako na Mungu? Mwenendo gani ambao unautazama sio mzuri, hauko sawasawa na Mungu? Mwambie Kristo Yesu aachilie uhai kwenye hilo eneo. Haleluya! Mwambie Jehova Shama aachilie uhai. Yawezekana umezoea tunashiriki meza ya Bwana. Leo ingia kwenye maombi kwa namna ya imani. Iachilie damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo ndani yako wenye uhai, ili akaachilie uhai kwenye eneo ambalo halina uhai. Lakini jambo la pili na la mwisho, kukumbuka kwamba ni mapenzi ya Mungu yenye mamlaka ya kuutoa uhai wake kwa ajili yetu. Ni mapenzi ya Mungu yenye mamlaka. Amekuchagua, baada ya kukuchagua anautoa uhai wake kwa ajili yako. Yaani amelichagua. Na hapa wana wa Mungu wenye ndoa zao wanajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, mke anauma, mme anauma. Hebu semeni amina nyie mliooa na kuolewa. Anauma. Sio utani, anauma. Mke mwenzi anauma. Kwa sababu unajua ni nini? Nilitoa sehemu ya uhai wangu, nilitoa sehemu ya maisha yangu kwa ajili yake eti. Shika, kama unaelewa mwana wa Mungu. Ng'ombe 15 au ng'ombe 30 si mchezo. Ni sehemu ya uhai. Shauri yako. Ni maisha ya mtu hayo.
Wewe fikiria tu ng'ombe 15, milioni 15 hizo. Milioni 15 si mchezo. Huo ni uhai wa mtu. Na hiki ndicho ambacho kinatokea kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya marafiki zake anautoa uhai. Wewe ukitaka kujua mke au mme anauma, pita mahali afu umkute mke wako wanamzungumzia vibaya au mme wako wanamzungumzia, yaani kama hata kama la kweli lakini kukunauma. Uhai. Uhai. Wazania zile meseji za kila siku vijana siku hizi tunazituma za kila siku asubuhi na jioni. Umeamkaje? Umeshindaje? Unalalaje? Ni uhai nao. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Hebu tafakari kwenye gharama hiyo, gharama ndogo ambayo mwanadamu ameitoa, ndogo ya sehemu tu ya mali zake, lakini anayo maumivu anapoguswa mtu ambaye amemtolea sehemu ndogo ya mali yake. Je, Yesu aliotoa uhai wake kwa ajili yako na kwa ajili yangu, unapomsaliti Yesu, unapoenenda kinyume na mapenzi ya Yesu, maumivu yake Yesu yakoje? Unapomrudisha Yesu msalabani, anajisikiaje? Yaani tafakari kule kutoa uhai wake kwa ajili yako. Acha blanda. Acha mchezo. Simama sawasawa na huyu mwanaume Yesu. Amekulipia mahali ambayo hakuna anayeweza kulipia hiyo mahali. Hapo ameweka kitu chepesi tu, sheria nyepesi tu, kwamba atakayeshiriki aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, huyo ndani yake kuna uzima. Yaani sheria nyepesi. Lakini ili niweze kuinywa damu na kuula mwili wa Yesu Kristo, anasema mkikaa kwenye yale ninayowaamuru. We imagine leo waliochumbia na wametangaza na uchumba na mahali wamelipa, alafu ndio harusi mwakani, kimbembe na jasho. Unajua kwa nini wanakonda? Kwa nini wanakonda? Nasema hivi, hela nimetoa, alafu sijui kama akinikataa itakuwaje. Hivi huo uchumba ukifia hapo njiani inakuwaje? Yaani muda mwingine sio hela za harusi, sio hela za kwenda ukumbini, hapana. Anawaza inakuwaje akinitoroka? Mwana wa Mungu anasema hivi kwenye kitabu cha Yohana 10:10, anasema hivi, kitabu cha Yohana 10:10. Tunakwenda tumalize, alafu tumwabudu Mungu kwa ufupi sana. Alafu tukimaliza kumwabudu Mungu, hebu ingia mahali, mwambie Mungu ule uhai uliotoa kwa ajili yangu na uomba sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule uhai uliomo ndani ya damu yako, ule uhai ulioko ndani ya damu yako na uomba uje kwangu sasa. Inawezekana kuna mahali ambapo damu ya Yesu, uhai wa Yesu haujaingia bado. Ruhusu uhai wa Yesu uingie kwenye hapo mahali. Anasema hivi, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nimekuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Shetani amekuja kwa ajili ya kuharibu na kuua na kuchinja. Lakini Yesu Kristo anayeutoa uhai wake, Yesu Kristo ambaye tunashiriki meza takatifu ya Bwana, ambaye tunashiriki mwili na damu ya Yesu Kristo, anasema yeye amekuja kwetu. Ukimruhusu amekuja, yupo kwako. Ukimruhusu yupo karibu na wewe. Ukimruhusu akiingia ndani wako, anasema kisha wawe na uzima, wawe nao tele. Kazi yako na kazi yangu ni kumruhusu Yesu
aingie, uhai wake uingie ndani yangu, uingie ndani yako, kisha uwe na uzima na uwe nao tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yohana 6:32 hadi 35. Yohana 6:32-35, neno la Mungu linasema hivi. Yohana 6:32-35, neno la Mungu linasema hivi. Anasema, Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Hataona njaa, hataona kiu. Kwa nini? Ameshiriki mwili na damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hautakaukiwa, hautahisi njaa. Yaani hazina zako hazikauki. Kwenye vile vikapu vya unga na vikapu vya mafuta havitakauka. Kwenye hazina ya fedha haitakauka. Hautakaukiwa, hautaona njaa. Maana yake kwenye ghala zako kuna vyakula vya kutosha. Hautaona kiu, maana yake uwepo wa Mungu utakufunia kila nyakati. Aulaye anasema, mimi ndiyo hiyo chakula cha uzima. Ametolewa na Mungu kwa ajili ya ulimwengu wote. Lakini yule atakaye nila mimi hataona njaa, na atakaye niamini hataona kiu kamwe. Kumla Yesu Kristo na kumwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida yetu ni kwamba wana wa Mungu tunamla Yesu Kristo, tunashiriki damu, tunashiriki mwili wa Yesu Kristo kwenye kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kuamini, kwenye kutembea na hiyo imani itakayoleta matunda. Hayo matunda ambayo hautakaukiwa. Mwandishi wa Zaburi mlango wa kwanza anasema, heri yule aenda katika njia wasio haki, hakuketi kwenye baraza la wenye mizaa. Yeye ni kama mti uliopandwa kando kando vitu vya maji, hatokaukiwa, atazaa matunda kwa majira na nyakati. Ndio maana ya kutokukaukiwa, ndio maana ya kutokuwa na kiu. Hatokuwa na kiu tena. Anayeamini hatokuwa na kiu, maana atazaa kwa majira na nyakati yaliyokusudiwa na Mungu. Eneo gani ambalo unaliona limekauka? Eneo gani ambalo unaliona halina uhai tena? Simama tena leo, mwambie Mungu, wekeza uhai mahali ambapo hapana uhai, ili uweze kuona uhai kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 6 hiyo 47. Yohana 6:47, tunamaliza hapo. 6:47 anasema hivi, nitasoma ile 54, nitasoma 54 lakini utaanza kuanzia 47. Anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Anasema mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Anasema atakuwa nao uzima,
Lakini sio tu uzima wa sasa hivi, atakuwa nao uzima wa milele, na siku ya mwisho nitamfufua kutoka katika wafu. Mwana wa Mungu, ni eneo gani ambalo kwako limekufa? Eneo gani ambalo halina uhai? Eneo gani ambalo linahitaji damu ya Yesu na mwili wa Yesu Kristo? Simama kwa miguu yako mahali uliko. Haleluya. Yeye ni Mungu ambaye hajawahi shindwa. Yeye ni Mungu ambaye hajawahi kututelekeza watoto wake. Kwa sababu tu amekuchagua, hajawahi kukutelekeza na hata kutelekeza. Umwamini yeye. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Ramose ketarama, ni wewe Bwana. Rakenemo sabani merebo saka yene ni mama, wewe tumaini, ni wewe enemo ni mama yene ni nana, ni wewe Bwana, wewe unaweza, ni wewe rakakenemo saka kenene mama nabo, ni wewe Bwana tu, wewe wa uzima, ni wewe, ni wewe Bwana, inenenemo sarele, wewe tumaini, ni wewe, hey, ni wewe, wautoa uhai wako kwa ajili yangu Bwana, Bwana Yesu, ni wewe, ni wewe Bwana, Yesu ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, wewe kimbilio, ni wewe, ni wewe Bwana, rakekera mana mani wali mama labo, wewe unaweza, ni wewe, ni wewe Bwana, nikiona yende na wewe. Tafakari maneno haya, vile ambavyo Yesu ameutoa uhai wake kwa ajili yako, vile ambavyo Yesu amekuchagua, vile Yesu ambavyo anakupenda,
akautoa uhai kwa ajili yako. Jina lake Yesu tamu, ukilisikia hutupoza raha tena, hutupoza tena, hey! Hutuondolea, one hutuondolea, hili ni msingi jina. Hey! Hili ni msingi ngao ngome mwamba. Kwa hili napata wingi na akiba Bwana. Kwa hili linapata wingi kwa one kwangu mimi ni hakiba, ni hakiba, ni hakiba, kwangu ima kwangu ni hakiba, ni hakiba, jina la Yesu kwako ni hakiba, kwangu ni hakiba, ni hazina ambayo haijawahi kufitinika, ni hazina ambayo ikiwepo ndani yako inatangaza uhai kwenye kila eneo, ni hakiba ambayo ikiwa nayo ndani yako kuna uzima. Rakotaya masakatarara. Hebu tafakari mbele za Bwana afu jiachie. Omba vile unavyoweza mbele za Mungu wa Jehova. Rakamamaniketeri na bansa la kerimo. Indaramamaniketeri babo saka yanda ikene meni mamala mantori yanda beniwo. Yene kwangu ni hakiba Bwana, kwangu ni hakiba Yesu, kwangu ni hakiba Yawe. Wewe ni hakiba, wewe ni hakiba, ni hazina isiyooza, ni hazina ambayo haina mauti ndani yake, ni hazina ambayo ina uhai. Yesu, 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 Yesu. Rakala mama 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 mama. Koine rina mose kekerini mama la mantori ande beni mama niketeri na masekerero. Idelekeni mama la mantori kana mama niketeri bobo sai karianda. Mwana wa Mungu anaweza kukuombea. Omba mwenyewe, omba mwenyewe. Ukuombea hayupo. Omba mwenyewe kwenye familia yako. Ukuombea hayupo, ni wewe mwenyewe. Randorika seri laito.
Indara mama niketeri na mama sike kentara inderianda. Uhai wako ndani yangu. Uhai kwa kanisa la Shalom Tabernacle, uhai wako Yesu. Uhai wako Yawe, uhai wako. Ule uhai ulioutoa Yesu, uachilie kwangu, uachilie kwa mama huyu, uachilie kwa baba huyu, achilia ule uhai. Rakorire bosere riandere seri la naine beni maya keine meri koina manike seri na boina mantara kaineri na mama nike tantori anda imeni ma sakekeri mama ine ribo bokoti ni mama la mantori anda ikene me ikeri mama ine meni mama soko ina mama nike tende kini mama la mantori anda ibeni ma intara dabo. Rakokora mama sakatata yandorina nainderi anda ikene. Ule uhai wako ndani yangu, uhai wako ndani yangu, uhai wako ndani yangu, uhai wako ndani yangu Yesu, uhai wako ndani yangu Yawe, uhai wako ndani yangu Kristo, uhai wako ndani yangu Jehova. Asante Yesu, asante Jehova, asante jemedari. Yesu jemedari, wewe ni Mungu mkuu sana, hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu mwenye uweza, wewe ni Mungu mwenye mamlaka, wewe ni Mungu mwenye enzi na utukufu, hakuna mwingine kama wewe. Rakorianda inemiri maintorianda rakapapainderi na mamasika keita la koraba ina rama mainemeni momoso yanda ikeneme rakokori mama inemeni momosai karianda. Simama kwa miguu yako mahali ulipo tuweze kuomba saa hii. Ikarama maniketeri la mama sikariando. Simama kwa miguu yako mahali uliko tuweze kuomba saa hii. Kwa dakika hizi chache zilizoko mahali hapa tuende kuomba mbele za Bwana. Kwa dakika 5 zilizobaki kufika na robo, ili tumwambie Bwana jambo fulani. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Uhai wako, uhai wako ulioutoa kwa ajili yangu, kwa ajili yangu, uo uhai, uo uhai ukawemo kwenye kila eneo, kwenye kila eneo la maisha yangu, kwenye eneo la uchumi wangu, kwenye eneo la utumishi, kwenye eneo la afya yangu, kwenye eneo la uhai wangu, kwenye kila eneo. Yesu, 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 kama ulivyosema ya kwamba unautoa uhai wako kwa ajili ya rafiki yako, mimi ninauita huo uhai, huo uhai ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu. Kila eneo, kila eneo iliyotangaziwa mauti, 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 leo hii natangaza uhai, 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 uhai kwa damu ya Yesu, uhai kwa mwili wa Yesu, uhai, uhai, uhai kwenye kila eneo la maisha yangu. Natangaza uhai, 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 uhai. Kila mauti iliyotangazwa na iharibu kwa uhai, na iharibu kwa uhai, na haribu kwa uhai, kwa jina la Yesu. Omba, 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 omba.
omba, 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 omba. Haribu hiyo roho ya mauti, haribu hiyo roho ya mauti kwa uhai wa Yesu Kristo. Ingiza uhai, ingiza uhai. Shalom Tabaneko, achilia uhai, achilia uhai kwenye utumishi, achilia uhai, achilia uhai, achilia uhai kwa damu ya Yesu na kwa mwili wa Yesu. Achilia uhai, achilia uhai, achilia uhai, achilia uhai, achilia uhai, achilia uhai. Omba, 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 omba. Achilia uhai, 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 achilia uhai. Rakarama mama shira, riandora mama mashira, rienderi mama mashira, koineri mama mashira, riko rianda ile monima, rakori mama rama interi mosai, indara mama ine kini moso, ikarianda mama niketeni mosaya, rankoriana mama ine meli mosaika, indora mama niketeria. Uhai, 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 uhai. Omba, 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 kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye kazi. Uhai, 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 uhai. Rakarama mama, rinda rama 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 mama. Uhai, 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 uhai. Rakorine mosakario katika jina la Yesu Kristo. Jehova, wewe ni mwema na mwaminifu siku zote. Hakuna mwingine kama wewe jemedari. Wewe ni mtawala na mmiliki wa maisha yetu. Unatangaza uhai, natangaza uhai, natangaza uhai, natangaza uhai, natangaza uhai, natangaza uhai kwenye ndoa, uhai kwenye afya, uhai kwenye uchumi, uhai kazini, uhai. Natangaza uhai kwenye maendeleo, natangaza uhai kwenye biashara yako, natangaza uhai kwenye kila eneo la maisha yako. Uhai, nimetangaza uhai, natangaza uhai kwa jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Mtakatifu. Nimetangaza uhai kwenye kila eneo katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Rakorina mama sikarianda. Asante Jehova. Mshangilie Yesu, mshangilie Yesu kwa makofi, maana unajesha uhai ndani yako. Mwambie Yesu asante, mwazimishe Bwana, mwazimishe Jehova kwa kuwa amefanya jambo la uhai kwenye maisha yako. Mtukuze jemedari, yeye ni mwaminifu, yeye ni wa haki. Ametangaza uhai, ametangaza uhai, ametangaza uhai, ametangaza uhai. Rikarama mama, shangilia kwa makofi na vigeregere. Tukuze Bwana, mwazimishe Bwana kwa maana yako. Mwambie Yesu asante, ametangaza uhai, ametangaza uhai, ameachilia uhai, ameachilia uhai, ameachilia uhai, ameachilia uhai. Rakarama mama mama mama, rakarama mama mama, rikarama mama mama mama, rikarama mama mama mama, rikarama mama mama mama, riandorika mama mama mama. Seriraite Baba, tunakushukuru Mfalme kwa ajili ya ibada hii nzuri.